Unajua ninyi ndo mnaniuliza mnataka kujua nini mtegemee, lakini wanafunzi wa TIA wanajua nini kitakachotokea hapa. Ndio maana unaona wako kimya, hawataki kuuliza. Wanaelewa dhahama litakaloenda kutokea huko ndani. Huko ndani sio tu burudani za kawaida, huko ndani ni dhoruba. Sio, unanielewa eh? Na tukio ni kwa kuwa la kimataifa, ndio maana nilisema lina hadhi kabisa ya kuguswa na BBC London. Kwa sababu maandalizi ya hili tukio, mimi sitakai kusema uongo, cheki mwenyewe, cheki. Mtaenda kule juu wenyewe kuona, kuhakikisha kule juu vitu vya kimataifa kabisa. Hamna mtu anaweza akafanya vitu kama hivi kirahisi rahisi. Lazima uwe mtu ambaye mtaalamu wa hizi kazi. Sisi hizi kazi ni wataalamu kabisa, kwa hiyo mtegemee mazuri tu kwa siku ya leo. Yaani leo hii wewe njoo tu Ubungo, vitu vingine vyote tuachie sisi. Kwa hiyo maandalizi yote ambayo tunayaona, vitu mapambo ambayo yanang'aa, kila kitu ambacho tunakiona ndio kimegharimu milioni ngapi ulitopea? Milioni 400. Nadhani wenyewe mkaona mandhari ya hapa yote kwa ujumla, kwa sababu sisi sio tu kukodi huu ukumbi, sawa? Huu ukumbi tunakaribia kuingia nao kwenye mkataba wa moja kwa moja. Yaani sisi kama serikali ya wanafunzi na huu ukumbi tunaingia kwenye mkataba moja kwa moja. Kwa hiyo ninavyosema milioni 400, maana yake sisi tumesign contract ya kutumia huu ukumbi miaka 100. Sio, unanielewa? Kwa hiyo ninavyosema milioni 400 usichukulie tu kama ni leo imeisha, hapana. Chukulia value na thamani ya ukumbi. Kwa hiyo sisi muda wote tutakaotaka ukumbi tunakuja kuuchukua. Sio, unanielewa? Kwa sababu hawa ni partners wetu, sisi tumeweka share. Si muhasibu wewe. Kwa hiyo tumeweka hisa. Ukiweka hisa pale maana yake wewe unakuwa the party of the owner of the company. Kwa hiyo sisi tukiutaka ukumbi tunaufuata muda wote. Nadhani kuna wengine watakuja hapa, sisi tunawakodisha tu. Kwa hiyo nadhani hapo unakuwa umeelewa milioni 400 inamaanisha nini. So, daktari kabisa, huu ni rais wa TIA